Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Shena Mtito TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes, ni katika harakati za kustawisha na kukuza michezo. Karibu sana mtazamaji wa J&R Mtita, rafiki namba moja wa burudani na michezo. Nipo na shabiki kindakindaki wa timu ya Dar es Salaam Young Africans. Si mwingine ni Neymar. Azungumze mawili matatu kuelekea mchezo wao wa hapo kesho dhidi ya Stand United. Kama unavyojua, Dar es Salaam Young Africans mechi yao ya mwisho walipata ushindi dhidi ya matajiri wa Chamanzi Azam FC. Neymar, mambo vipi? Safi, mambo vipi kaka? Salama kabisa. Safi, karibu. Unafanya vizuri lakini bado hunenepi. Huko kunenepa ni mwili tu, mwili wa kawaida, maisha mengine zaidi ya soka. Yes. Kwenye soka furaha ipo. Sawa. Bwana tuanzie hapa. Kesho mpo dhidi ya Stand United. Muda mrefu sana mmekutana nao kwenye ligi kuu mara baada yao kuweza kuondoshwa kwenye mashindano ya ligi kuu Tanzania bara. Sasa basi mpo kwenye CRDB Federation Cup kesho. Kwa mchezo wa kesho utakuwa mgumu kwa baina yake, lakini kwa ubora wa Yanga kwa safari hii ni mchezo utakuwa rahisi kwao na imani watatoka na matokeo sahihi kwao. Yes, pengine unatamani sana kwenye safu ya ushambuliaji, pengine ukiona hii safu ya ushambuliaji unaona kabisa timu yangu ni matumaini ya ushindi kwa 100%. Safu ya ushambuliaji kwa Yanga ni mchezaji wote ile anatakiwa aanze na matumaini ya matokeo kuyapata sahihi yapo pia. Ya pale Yanga mshambuliaji bora zaidi ya sasa hivi ambaye anaonekana na kiwango cha hali ya juu ni Clement Mzize, pia anafuatia Prince Dube, na wa viungo washambuliaji ukiangalia ni Pacome, ni yupo kwenye hali ya juu zaidi. Kwa hiyo na matumaini pale watu wale ambao wakianza mbele kule muda wote matokeo sahihi kuyapata. Wanasema wachezaji wenu baadhi yenu ni wazee, wengine bado kina nani wale bado wafanye vizuri. Tuzima dawa. Kwa hiyo mzee, ukiona mtu unakana mzee lazima maarifa zaidi yafanyike. Kwa hiyo uzee ndio ambao unatusaidia sisi kupata matokeo sahihi Yanga. Yes. Mnakwenda kucheza na Stand, mechi ya mwisho pia mkiwa mmeshinda. Na tafsiri ya mashindano ya CRB kwamba hakuna kupoteza hadi uingie finali. Sasa nataka nirudi kwenye mchezo wenyewe kiundani zaidi. Kwa namna ambavyo una Stand United kwa muda mrefu ambao hujaona nao, umewatazama kwa uzuri. Nadhani kwamba kesho inaweza ikawa ndio siku mpya nyingine ya Yanga kwenda kukutana na Stand nyingine ambayo ilikuwa ya ligi kuu. Kitu ambacho natamani kukifahamu kutoka kwa mashabiki wa timu ya Dar es Salaam Young Africans kesho katika uwanja wa KMC, imani yako kwamba unakwenda kukutana na timu ya aina gani? Kesho naenda kukutana na timu ambayo kwa kifupi bado sijaifahamu, maana timu ambayo nilikuwa nimecheza naye kwenye ligi kuu tofauti na hii hapa. Hatujajua wanakuja kwa mfumo gani, watakuja na style gani ya uchezaji, na hatujajua bado wachezaji wao wanacheza kwa aina gani. Lakini utofauti upo kwamba Championship na ligi kuu upo, na ukubwa wa Yanga na ukubwa wa Stand United upo pia. Kwa hiyo na imani mechi hiyo itakuwa rahisi kwa Yanga kwa sababu wale ni watoto bado wapo wadogo chini sana, wanacheza Championship. Hauwezi kushindana na mtu ambaye anaongoza ligi kuu Tanzania bara. Yes, watu wengi walitaraji mpinzani wenu wa mwisho ambao alimfunga Songea United, walitaraji pengine mkamfunga goli 6 au goli 7 au 5 pia. Lakini ushindi ulikuwa ni wa kawaida sana. Sasa watu wanajiuliza, baadhi ya watani zenu wanasema kwamba kama walimshindwa kumfunga Songea United goli 6 goli 5, je, Stand ambaye alishawahi kushiriki ligi kuu mtamweza? Hizo goli 5 ambazo nazungumzia shakula mtu ambaye anashiriki ligi kuu sasa hivi bado yupo kwenye ligi kuu kala goli 6. Kwa hiyo kula goli 6 kwa Yanga ni mtu kuingia kwenye mfumo. Tukishaingia kwenye mfumo na mechi wakitaka wachezaji ni kweli goli 6 unakula. Kwa hiyo haijalishi wewe unashiriki ligi gani. Na wanasema kwamba pale hawana nembo ya JSM mgongoni. Hiyo pia haikushtui. Washakulaga goli 5 watu ambao wanaga nembo jezi ya logo ya JSM. Kama timu gani? Hatuwezi kuizungumzia hapo, ngoja tuiache kwa sisi tukaibrand. Najua sio wengine wajibrand, kwetu tukizungumzia timu fulani tukihitaji na jina tutakuwa tunaipasha timu. Kwa hiyo ngoja tukaanze tukae pembeni, yes. Tuiweke pembeni, lakini kuna watu washakula goli 5. Unaweza kwa taje tunajua goli 5 au KMC? KMC alikula 6. Goli 5 ngoja nikwambie, ngoja tuache pembeni. Kama ilivyo. Nishasema goli 5 watu washaelewa ni nini
nani kala goli 5 pale. Yes, lakini pia kama shabiki wa Young Africans unajisikiaje pia unapoona watani zenu wanaenda kimataifa kwenye nusu finali, labda unaombea nini labda? Siwezi kuombea dua. Mimi na macho mbele nataka niangalie kwamba wana muendelezo gani, watafika mbali wewe sisi ambao tumefanya kipindi cha nyuma. Nataka tuangalie waje wao watafika na kupindua matokeo kwetu sisi ambao tumefanya nyuma. Kwa hiyo tunawaachia wao wenyewe. Siwezi kuombea dua mbaya, tuwezi kuombea mema, tunaacha kama ilivyo, tuangalie wataishia wapi na watamalizia wapi. Yes, bwana, la mwisho sasa kwa upande wa mashabiki wenzako wa Dar es Salaam Young Africans, labda kama neno la mwisho kwa mashabiki wa Yanga ni support kubwa ambayo inahitajika kwa timu yetu ya klabu ya Yanga. Tunahitaji support kubwa ili timu iendelee kufanya vizuri na usajili uendelee kufanya vizuri kwa mashindano yajayo ya baadaye. Ukiacha hii ya ligi kuu. Ya ligi kuu tushajua kwamba matokeo yako vipi, tunajua mbingwa ni nani, tushamjua taji nini la kwetu, tunasubiria tu siku ifike tutangaze kuwa mabingwa. Sasa tunaambiwa kwamba nyie kama mnapanda ndege basi mkoani mnaenda labda Mbeya, Terminal 2 ile. Hizi ndege sisi tushapanda sana, tunaendelea kupanda. Si hata tukiamua safari kutoka hapa mpaka Chamanzi pale tunapanda ndege. Kwa hiyo ndege siko tu sisi ni jambo la kawaida. Sio ndege sisi tupande ndege hadi tusafiri twende nje ya nchi, hapana. Hapa Tanzania siku kila tunakwenda tunazunguka na ndege tu. Sio shamba la ndege. Ndege ni usafiri wetu wa kawaida kwetu sisi. Yes. Bwana, sawa, mimi nikushukuru sana. Asante sana kaka. Yes, bwana, huyo ni shabiki wa timu Dar es Salaam Young Africans alimaarufu kama Neymar. Tumezungumza mawili matatu kuhusiana na michezo na burudani. Huyu ni shabiki wa timu ya Young Africans. Mimi naitwa Christopher Beda, ulikuwa ukitazama JNR Mtita, rafiki na pamoja burudani na michezo. Uwe na wakati mwema. Bye bye. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi, unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.